AFC M23 kwa sasa yaendelea kuimarisha uongozi wake kwenye vijiji, miji na vitongoji wanavyovidhibiti, hasa kuanzisha semina na mafunzo kwa viongozi wa tabaka ya chini. Tumeongelea revolution na ideologie, hasa principe revolutionnaire, namna gani leader revolutionnaire anapaswa mwenendo gani anapaswa kuonyesha. Tumeongelea mbinu za uhamasishaji ama mobilisation. Tumeongelea jukumu ya vijana kati yao, kwani vijana ndio wanabomoa lakini na vijana ndio wanajenga. Jukumu ya vijana ndani ya mabadiliko, na jukumu pia ya wanawake tumeongelea ndani ya mapinduzi. Tumeongelea jukumu ama role ya viongozi wa ngazi za kiutawala na viongozi wa ngazi za kimila. Viongozi hao pamoja na raia wakifunzwa ideolojia, uongozi bora pamoja na leadership. Mufundishe watu yote upendo. Watu waache ubaguzi wa ukabila. Watu bayue kama watu yote baliumbiwa na Mungu. Mujongelee bandugu zenu benye wako ku village kwenye munaenda. Watu waache ubaguzi wa ukabila, muifundishe. Muipreshe fasi yote. Mufundishe watu yote upendo. Baadhi yao wakipewa shauri mbalimbali kutoka kwa viongozi mbalimbali. Nyinyi mumefunzwa hapa ni kama vile hii mafunzo mumepata ni sawa vile mvua inanyeshaka baadaye mimea inaota. Hakuna mtu mwenye atatoka hapa arudi gisi alikuja. Haiko hivyo? Mubadilike kwanza, baadaye mutabadilisha wengine. Kwa chama yetu tuna mavaleur. Valeur ya kwanza inakuwaka kukua tayari kila siku. Kitu wanaita disponibility. Uko kiongozi wakati unatajika na mwami na administrator na liwali wa jimbo, ujibu mimi hapa niko tayari. Haiko hivyo? Kukuwa disponible à toutes circonstances de temps et de lieu, ujibu uko tayari. Hii ikiwa ni mfululizo ya mafunzo na ideolojia inayoendelea kupewa kwa viongozi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Ruchuru, Nyiragongo, Masisi na maeneo mengine. Nyinyi ambao mmekuja, uongozi wa chama uliamua kuita local chief au local leaders ili mkuje hapa mfanye siku kidogo ili tuwaelezee kwa nini tunapigana, kwa nini tumeshika silaha tupigane. Na hiyo yote mmeipata hapa, walimu wamewaelezea yote na mmejua kwa nini tunapigana. Si ndio hivyo? Ndio. Na tuliita nyinyi local chief kuja hapa ili mjifunze, muelewe kama nchi yetu inahitaji mabadiliko, na nyinyi kama viongozi mjue yapi hayakubaliwa na yapi yanakubaliwa, na hapo muweze kubadilika na muwe viongozi bora. Si ndio hivyo? Ndio. Ili namna mlikuwa mkiongoza raia iwe tofauti mkiwa mnatoka hapa. Na nawaza namna mlikuwa mnaongoza inaenda kubadilika. Si ndio hivyo? Ndio. Tunapiganisha mativali za Kinshasa. Nchi yetu imeharibika muda mrefu na imeharibishwa na uongozi wa Kinshasa. Hawa politisi ambao wanaona tumbo zao peke yake, wanaweka ndani mambo ya ukabila, wanapora nchi yetu, wanabomoa nchi yetu. Mnauana, mnakimbia nchi yenu, mnakuwa deplace interne mu nchi yenu juu ya hawa watu wa Kinshasa. Na tumeamua kusimama ili hiyo yote kusimamisha. Mlipata vizuri? Ndio. Hiyo yote lazima isimame na itasimama. Na safari hii ya kuomboa nchi yetu haitarudi nyuma. Kama uongozi wa chama tunataka tuwape garanti kama hii safari itarudi nyuma, isipokuwa kusonga mbele peke yake. Na nyinyi kama viongozi wa chini mwende mgaranti raia wenu, mwambie wapoe calm, walime, wafuge, wachuruze, wasikuwe na wasiwasi yote. Safari hii haitarudi nyuma. Na nyinyi tunawaleta hapa ili msupport chama, muwe members, muwe cadres, na nyinyi mlete mchango wenu. Hii safari hii iende hadi, ndio hivyo? Ndio.
Mko tayari? Na ili hiyo ifikiwe, ni lazima muwe na uvumilivu. Hali kama hii naomba uvumilivu, naomba kujitoa juu ya wananchi wenu, si ndio hivyo? Muwe mfano. Tunapigana tuete mabadiliko, lakini mabadiliko hayo lazima aanzie kwetu sisi wenyewe. Ushaguhindura utarahinduka? Byashoboka? Unaweza kubadilisha watu wakati wewe hujabadilika? Hapana. So mwende mubadilike na muweze kubadilisha wengine, si ndio hivyo? Ndio. Mwende mjongelee jeshi letu, mjongelee police, mjongelee local defense, mjongelee viongozi wa administration wote wenye wako huko, ili mkiwa na habari ambayo sio nzuri ifikie kwa wakati. Askari kufanya makosa lazima mpane habari. Kitu chote ni kupana habari, ndio hivyo? Ndio. Kuanzia hapa nyinyi mmekuwa members, mmekuwa cadres wa chama, ambapo hamtakubali mtu mmoja aweze kuharibisha, ndio hivyo? Ndio. Awe ni jeshi wetu, awe ni polisi wetu, awe ni local defense, awe ni kiongozi mwingine wa kwetu, msikubali. Mwanipata? Ndio. Na nyinyi hivi mmejifunza, mmeelewa kizuri na kibaya, mwende muimplante hiyo, sema mnakuwa na mabadiliko haya aonekane n'abandi babyifuza aho bari hose. Siko imeze? Ndio. Tukue na nchi ambayo iko na amani, ambayo iko na amani kwa watu wote, ambayo iko na justice kwa watu wote. Tukue na nchi ambayo inaendelea. Ndugu zenu ambao wamekimbia miaka na miaka nje ya nchi, Rwanda, Uganda, Kenya, sehemu zingine, warudi wakae kwa amani. Hiyo mambo ya kuwa mkimbizi kwa nchi yake yote ishimame. Ndio hivyo? Ndio. Mwende mfundisha hao vijana ambao kwa vikundi hivyo vya adui vya FDLR na wengine huko, waambie warudi, wakuje waungane na sisi tujenge nchi yetu. Hizo FDLR ziende kwao, si ndio hivyo? Ndio. Zandiramwe zisubiri wabo, akongomani batahe, tutanye nabandi kubaka igihugu. Siko imeze? Ndio. Hao ni ndugu zetu, ni watoto wenu, ni wenzi wenu. Mwende muwaite warudi. Mwenye atataka kufa kuingia kwa jeshi ataingizwa kwa jeshi, afunzwe aingize kwa jeshi. Mwenye atataka kurudi nyumbani arudi nyumbani. Hiyo guverneur ameizungumzia. Lakini waache nchi yetu iwe na amani, nchi yetu iendelee, ndio hivyo? Ndio. Na mwende pia ufundishe vijana wajue ni jeshi, ili tukomboe nchi yetu. Inatoba tuwe na nguvu. Walipata vizuri? Ndio. Huyo Kisekedi na watu wake hakuna sauti nyingine ambayo nasikia isipokuwa nguvu. Kama unakaa hapa ni nguvu ambazo zimefanya. Na ili kutoa uongozi mbaya ni nguvu ambazo zitafanya. Mwende mfundishe vijana wajue ni jeshi, kisha tukomboe nchi yetu, tukomboe kwa amani kwa ujumla. Si ndio hivyo? Ndio. Utafanya hiyo? Ndio. Utaifanya? Ndio. Kama mnafanya hivyo, mtakuwa mmekuwa cadres wazuri, mtakuwa mmekuwa viongozi wazuri na mtaheshimika, yani mmekuwa mmeleta mchango wenu kwa kukomboa nchi yetu. Na kwa mwisho nasema kozi yenu imalizika, kuanzia sasa mwe cadres wa chama. Walipata vizuri? Ndio. Kuanzia sasa mwe cadres wa chama, sio hivyo? Ndio. Sawa, asante, Mungu awabariki.